Bana, kuelekea kwenye upande wa dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga kumekuwa na matukio kadha wa kadha ambayo yamekuwa yanajitokeza, ambapo tunafahamu kwamba mchezo utachezwa tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu 2026. Sasa tayari kwa upande wa Haji Manara tumeona namna ambavyo kwa upande wake amekuwa anazungumza mambo mengi, haswa pia kuhusiana na klabu ya Yanga, kuhusiana na sajili, lakini pia kuelezea mambo ndani kadha wa kadha. Lakini pia tumeweza kuona namna ambavyo amekuwa akiugusia uongozi wa klabu ya Yanga juu ya sajili ambazo amekuwa akizifanya. Lakini mpaka sasa hivi tumekuwa tunaona pia kwa upande wa Ali Kamwe pamoja na Privadinho wamekuwa wanasema zaidi na Haji Manara kwenye press ambazo amekuwa akiziandaa, amekuwa akiwazungumzia kwamba yeye anaifahamu Yanga kuliko wao. Tumekuwa tunaona, lakini pia kuna dhandani ambazo zinaeleza kwamba Haji Manara muda wote atarejea ndani ya klabu ya Simba. Sasa utakwenda kufahamu hapa, lakini pia kabla sijakupatia taarifa hii nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Taarifa za ndani kabisa zinaeleza kuwa aliyekuwa afisa habari ndani ya klabu ya Simba Haji Manara, tunafahamu baada ya hapo alienda ndani ya klabu ya Yanga, pia akawa msemaji ndani ya klabu hiyo. Lakini pia baada ya kuondoka ndani ya Yanga akaweza kueleza kwamba yeye kwa sasa amebaki kama shabiki wa Yanga. Lakini sasa chanzo cha taarifa zinahusisha na sintofahamu iliyoibuka sasa hivi upande wa watani wao Yanga, ambapo inaeleza kuwa kuna muda wowote kuna uwezekano kwa upande wa Haji Manara akajiunga na klabu ya Simba. Lakini pia kwa mujibu wa taarifa ndani ya soka kwa sasa hivi ni kwamba Haji Manara tumekuwa tukitazama, amekuwa akifanya press za mahojiano kadhaa yenye ukosoaji mkubwa dhidi ya baadhi ya viongozi wa klabu ya Yanga, kauli zake ambazo zimezua mjadala mkubwa mitandaoni, huku baadhi wa mashabiki wakizitafsiri kama ishara ya kurejea ndani ya klabu ya Simba. Sasa inaelezwa kuwa viongozi wa klabu ya Simba wamekuwa wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa Haji Manara, lakini pia wakitathmini uwezekano wa kumrudisha ndani ya mfumo wa mawasiliano wa klabu hiyo ili kuongeza nguvu kwenye eneo la propaganda, masoko na uhamasishaji kwa upande wa mashabiki. Unaweza kuona jiuliza nini hasa ambacho kinaendelea. Sasa vyanzo vya karibu na uongozi wa Simba vinaeleza kwamba mazungumzo tayari yamefanyika, lakini pia kuna makubaliano ya kimkakati kuhusu majukumu mapya, lakini pia uamuzi wa mwisho unaweza kutangazwa muda wote. Inadaiwa kwamba kurejea kwa Manara kunaweza kuwa sehemu ya mpango mpana wa kuimarisha kitengo cha mawasiliano, hasa katika kipindi hiki ambacho klabu tumekuwa tunaona inapitia mageuzi makubwa ya kiuwekezaji na ushindani mkali ndani na nje ya kimataifa. Lakini pia kwa upande wa klabu ya Yanga, hali imeonekana kuwa na tahadhari baada ya taarifa ambazo amekuwa akizungumza Haji Manara kuhusiana na viongozi kwamba wanasajili wachezaji ambao wamekuwa hawana viwango, wachezaji wengi. Lakini pia kumekuwa na 10% kwamba kuna wachezaji wanasajiliwa lakini hawapewi fedha zote, kuna watu ambao wanazichukua. Haji Manara aliweza kuzungumza hivyo. Lakini pia tuliweza kuona kwa upande wa Privadinho na Ali Kamwe, pia Haji Manara aliweka press, aliweza kuwazungumzia kuhusiana na hilo. Sasa kuna taarifa hiyo kwamba Haji Manara muda wote anaweza kurejea ndani ya klabu ya Simba, na ndio maana sasa hivi amekuwa akizungumzia zaidi kwa upande wa klabu ya Yanga kwa mabaya na sio mazuri, jambo ambalo kwa upande wa viongozi wa ndani wanaona kabisa kwamba ni jambo ambalo ni si zuri kwa upande wao. Sasa wameanza kumzungumzia yeye mwenyewe. Sasa hivi kumekuwa na vita kati ya Haji Manara, Ali Kamwe pamoja na Privadinho, lakini pia kwa upande wa viongozi wa klabu ya Yanga bado hapo kimya, hawajaweza kuzungumzia. Lakini pia taarifa tu ni kwamba Haji Manara muda wote ana uwezo wa kurejea ndani ya klabu ya Simba.